As we are thanking God and we are blessing the water together. Let's lift our hands and bless the water by thanking God. Baba, katika uweza wa jina la Yesu Kristo, nanyosha mikono yetu, tunabariki maji haya, e Bwana, tukushukuru kwa kutuleta. Ni Baba mwenyewe wetu kutukuza mchana wa leo. Nasema asante Bwana kwa umungu wako. Asante maana ulijua siku ya leo zaidi yetu na Mungu wa salama. Baba, tunakuomba maji haya, bariki Mungu, yatakase e Bwana, yawe ni maji ya uponyesho wako. Baba mwenyewe ingie ndani, Roho wako atutangulie ndani, aliyetulia juu ya bahari wakati wa uumbaji, atulie juu ya imani. Tunapoingia ndani Bwana, tutaliwe ndani ya Mungu. Yeye tutangulie e Bwana, tulinde kila atakayeingia ndani, asiingie ndani ya bahari ya kawaida, lakini aingie ndani ya maji yako. Maana utatuweka wazima baada ya wewe. Uweza wako Bwana, ili kujitukuza maana wewe ni Mungu. Asante Bwana wa amani kwa siku ya leo. Kipindi chote liongoze, neno liongoze, watu walioongoze. Baba, utakapotoka na kuanza tena hapa, nyawenge nasi maana wewe ni Mungu. Asante kwa yote e Bwana, kwa jina la Yesu. Amen.
But though this, we are going to take a short word of encouragement, which will comfort us ourselves also. Because we must know, as we are escorting our mother, our sister, to come to be baptized, we have also to know what is this we are coming to do here. Perhaps will this be on your opportunity too? Because we are not egoistic. We are not egoistic. We are cheerful people. And if you feel you need also the ceremony of today, you may decide afterwards. And now we read the words in Acts chapter 10 and the verses 44 to 48. Can you read for us, Locho? While Peter was still speaking, the Holy Spirit fell upon all who heard the word. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. For they heard that speaking in tongues and exalting God. Then Peter said, "Can anyone withhold the water for baptizing these people who have received the Holy Spirit, just as we have?" So he ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they invited him to stay for several days. Amen. Let's take it with a little bit interpretation. Nataka niulize. I would like to ask. Sisi ambao tuko hapa tunaweza sogeleana. Just let us come nearby. Nataka niulize swali kwa sisi ambao tumebatizwa. Just asking a question to those who are baptized. Tunaweza kwenda mbinguni kwa kuzikwa ndani ya maji kubatizwa. Batizo wa maji inaweza tupeleka mbinguni. Can only the baptism of water take us to heaven? Kwa wale ambao wamebatizwa. Those who are baptized. Nani mweko na sababu anaweza kuzungumza kidogo. Those who have the reason can just speak a little bit. Amen. Only water is to fulfill the scriptures. Maji inamaanisha kuonesha mataifa ya kwamba umeamini Yesu Kristo. Water is only to show that you have believed in Jesus Christ. Sasa jambo ambalo tunaongelea hapa kidogo, what we're talking about here, ni ya kwamba is about kitu kinakuja kia mbele kia kwanza katika hali ya ubatizo iko wokovu. What comes first when we want to baptize people is salvation. Nikiuliza swali moja. When I ask a question here, liyai na kuku ya wapi ndio kuku? Egg and the chicken, which one is big? Mimi nauliza liyai kuku na liyai ya wapi ndio iko mbele? Ya wapi ndio kuku? When we have an egg and the chicken, which comes first? The egg and the chicken, which is the first? Okay, let us acha kila mmoja pana reason yake. Sababu gani kionde kuku ndio kuku? Dada jua nini kuku liyai ndio kuku? You said that the chicken is big because the chicken gives an egg and then the egg comes. Baba Gloria unasemaje? Mbele kuku ikue, liyai ndio inaanza. Nani ndio kuku? Liyai ndio kubwa. Juu bila liyai kuku haiko. Mama Allen, jua nini unaamini unasisitiza kwamba liyai ndio kuku? Why do you say that the egg is bigger than the chicken? Because the egg can make the chicken. Sans the egg, the chicken can't be there. Amen. Amen. Hiyo yote labda itakuwa maswali mazuri. Gloria. Lakini nataka niulize sasa. Ubatizo na wokovu. Salvation and baptism. Ya wapi njoo iko mbele? What comes first? Asa wokovu tunaifananisha na kuku. Ndio, kwa habari za kiroho. Then we put salvation like chicken in spiritually way. Yani katika habari za kubatizwa, wokovu tunaifananisha na kuku. When we are baptizing, we compare the chicken
and salvation. Na yai tunaifananisha na maji. And then we put egg as the water. Sababu kenye kiliumbiwa iko ni kuku. Because the one who's been created is the chicken. Na kuku ikazali yai. And then the chicken gives birth to the egg. Hii ndio teoria science. And that is how it is in the science. Kwa hiyo ubatizo nayo sasa. Then the baptism itself. Mtu kubatizwa kuwekwa ndani ya maji tulisema ya kwamba ni kuonesha mataifa kwamba umefanya nini? To be baptized, to be immersed into water is only to show the people that you are saved. Yani Alan hapa hakuje kuamua kwamba ameokoka. And Alan here doesn't come to show us that he's saved. Amen. Alan ameisha acha nimuulize Alan. Unakubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Do you accept Jesus Christ to be the Lord and to Lord and the Savior of your life, Alan? Yes. Haiko leo njo Alan ameamini Yesu Kristo. It's not today that Alan has believed in Jesus Christ. Hata Yesu naye pia vile. Even Jesus Christ. Yesu haiko kwa miaka 13 njo Mungu wake ulionekana. It's not after 30 years that his godness appeared. Yesu alikuwa Mungu kabla hiyo miaka 13 ienee. Alikuwa Mungu mzima. He was God before those 30 years. Kwa hiyo wokovu ndio umetangulia ubatizo. Which means that salvation comes before the baptism. Na kama mtu hajaokoka, hajaamini Yesu Kristo, hawezi kubatizwa. And if a person is not saved and not believing in Jesus Christ or accepting Jesus Christ, he cannot be saved. Na njoo kwa maana mmalizo tunauliza wakati mtu anakuja kutemwanyeko hivi publiquement ya kwamba ameamini Yesu Kristo. And the question which we ask, if a person comes and say publicly that I believe in Jesus Christ, miaka ngapi utakayomtumikia huyu Mungu ambaye umemwamini? how many years will you work to this God which you have believed? Mama Allen, unaweza tibia ile swali? Amen. Yeye anajibu kwa miaka yake yote sababu haiko hapa ndio ameamua tayari. It's not here that he has taken that decision. She took that decision a long time ago. Kwa hiyo andiko ambalo tunasoma katika Matendo ya Mitume 10, One of the scriptures we read in Acts 10, wakati Petro walikuwa wakifundisha when Peter was teaching mitume ya Yesu Kristo, the disciples of Jesus Christ, Biblia inasema ya kwamba and the Bible says walikaa pamoja na wale waliowasikiliza. they stayed together, and those who are listening to them, Na wale waliowasikiliza Biblia inashuhudia, and to those who are listening, the Bible says, waliposikiliza habari ya mitume, yani maneno ya Mungu, when they listen to the word of God, walipoamini, and when they believe, na Roho wa Bwana akashuka juu yao. and the Spirit of God comes upon them, Na wakati Roho alishuka juu yao, and when the Spirit comes, walikuwa wameamini Yesu Kristo, they were believing in Jesus Christ, wakaamini na Mungu wa mitume. and they were believing God of the disciples. Alafu jambo ambalo lilitukia, And what happened then? Petro akapeleka pembeni. Biblia pia inashuhudia wale walioamini, To those who have believed, akawapeleka pembeni. he took them aside. Na wakati walipokuwa wakizungumza, And when they were talking, hao wajamaa wakawauliza, these people, they asked them, kitu gani ambacho kinatukamata tena kwenda kubatizwa ndani ya maji mengi? what is withholding us to be baptized in a lot of water? Amen. Ni kusema maji, kwenda kubatizwa, kuzikwa ndani ya maji, To be immersed into water, inakamilisha habari ya wokovu wa mwanadamu. it fulfills the salvation of a human being. Na njoo kwa maana pia And that is why hauwezi kusema umebatizwa na umeamini Yesu Kristo kama haujapita ndani ya maji mengi, haujazikwa yani you ndani. cannot just say, I believe in Jesus Christ without being immersed in a lot of water. Hii ndio njia Yesu alipitia, ni sharti sisi wote ambao tumemwamini tupitie njia hiyo. It's the way which Jesus Christ passed through, and all of us who have believed in him have to pass through. Amen, amen. Na ndio kwa maana leo tunaenda kumbatiza yeye mama hapa, And today we are going to baptize our sister Allen, sababu nyinyi hakuna mwenye anaweza kuona lile ambalo liko ndani yake. because there is no one who can see what is inside her. Na wakati yeye amesha kuamini Yesu Kristo, And when she has believed in Jesus Christ, ishara ambayo atatuonesha sisi ambao wanaita mataifa, the sign watu, nation, the sign which is going to show to us, kuonesha publika ya Mungu, to show to the public of God, wale ambao hawezi ona yenye iko ndani ya moyo wake, those who cannot see what is inside her heart, ya kwamba yeye amekwisha kuamini, that he has already believed, ni kwenda kuzikwa ndani ya maji. is to be immersed into water. Alafu tusome Actes chapitre 2:38 tusikie.
And then we read in Acts 22:38, it says, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin. Amen. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Of the Holy Spirit. Amen. Hii inakuwa versio ya pili ya ubatizo. Then it comes to this second vision of baptism. Ubatizo ni repentance. And baptism is repentance. Sababu kusema mtu ameamini Yesu Kristo. And to say that you believe in Jesus Christ. Ni seti mtu awe amejitambua. Is that you have to know yourself. Na kama uko mwenye umepita ndani ya ubatizo. And if you have been baptized. Na katika maisha yako haujawahi kutubu hata siku moja. And in all your life you have never repented. Kwa hiyo ungali unapeleka unasema unaamini Kristo, msalaba wake uko pale. You say you believe in Jesus Christ and the cross is there. Ungana chukua zambi zako, unapanda kumsalaba pamoja na zambi zako. You take your sin and take them to the cross together with your sin. Na ndio kwa maana Petro anasema hapa. And that's why Peter is saying here. Ya kwamba inabidi tutubu kabla ya kubatizwa. Repent before being baptized. Na tunapokuwa tumeisha kutubu na kuenda kumaji kubatizwa. And when we have repented and go to the water to be baptized. Alafu tunawekewa mikono. Then they put their hands on open hands. Hii mikono ishara yake ni kwamba. And this hands, the sign is. Wakati Yesu amezikwa ndani ya maji. And when Jesus Christ was baptized. Amefufuka kwa kutuonesha mfano wa ubatizo wenyewe kamili ambao tunapaswa kufuata. And rise and so has the signification of the really baptism which you can follow. Hii mikono ambayo tunaweka ni mfano wa ile njiwa iliyokuja kwa mabega wa Yesu Kristo. And the hands which you are putting is like a pigeon which come and land on the shoulders of Jesus Christ. Sauti ikatoka mbinguni kasema. A sound came from heaven and huyu ndiye mwana wangu wa pekee ambaye ninaye mutilia moyo wangu. And this is the only and this is my only son which I put my heart on him. Hebu kamusikieni. Haleluya. Listen to him. Amen, amen. Mama Allen, umetumwa ndani ya ulimwengu kuhubiri injili. Now you have been sent into the world to preach the gospel. Umekuwa mwana mchaguliwa wa Mungu toka leo. You are now a chosen one of God from today. Umetoka ndani ya dunia umeingia ndani ya ufalme. You come out from the world, you are going into the kingdom. Unaweza tusomea Mateo, hii haiko hapa lakini mu Biblia kama Biblia yako iko tayari, Mateo 28. The one we can read in the book of Matthew 28, Mateo 28. Matthew 28, utusomee tu 19 yake ufike ku 21. And we're going to read from 19 to 21. I read in the book of Matthew 28, 19 to 21, and the Bible says, Go therefore and make disciples of all nations. Allen, it is you they are talking to. Go there then and make nations to be Jesus' disciples. Of all nations, baptizing them in the name of the Father. Na ndio kwa maana kazi ya ubatizo haiko tu ya pastor tulisema vile. Kwa utaratibu wa kanisa linasema kanisa lililokuwa na kiongozi ni sharti kiongozi wa kanisa ndio anaweza enda majini. Lakini kazi ya kubatiza kama pastor anamtuma mwinjilisti aende abatize, anakupa mamlaka ni lazima uende mu maji ubatize. The work of baptizing is not only to the pastor, it's only that the church should to put the representative of the church to baptize, but the church can also decide that another person to baptize instead for. Kwa hiyo kama umeisha kubatizwa ndani ya maji mengi, and if you have been baptized in a lot of water, ni kama vile umemaliza university. It's like you have finished university. Na wewe uko na right standing, uko na uwezo